Mtazamaji wa Weza TV, kama ilivyo kawaida katika vipindi zetu za ukulima na biashara, leo hii nimepatika kumtembelea mwanabiashara wa uchongaji wa mbao ambaye anajulikana kama Selemala katika soko letu la Daracha Mbili, Kisii County. Asante sana kwa kutukaribisha katika hii biashara yako ya uchongaji wa mbao. Nataka kuanza na majina yako. Kwa majina mimi naitwa Daniel Onchari na biashara yangu inajulikana kama Poichwa Kari. Na biashara yako inapatikana wapi? Biashara yangu inapatikana soko Mchinga, Nubia. Ukitaka kunipata vizuri unapita njia ya police station, unaenda mbele kidogo, unateremka kama njia ya soko, hapo ndio mahali tunapatikana. Ulianza biashara lini? Hii biashara yangu ya ambao nimefanya over 10 years. Ni nani alikumenta? Hii biashara baba yangu alikuwa fundi. Kwa hivyo babako ndio amenta, ndio uliangalia fanya alikuwa anafanya biashara zake, alafu na wewe kaamua kuendelesha mfumo wa babako. Niliona wakati nilikuwa natoka shule, napenda kukaa karibu na papa yangu, naona vile anafanya hii biashara, vile anafanya kazi ya ufundi. Hii ndio ilikuwa inalisa sisi hata tukiwa kwa shule. Hii ndio alikuwa anatafutia sisi fees. Alafu anatulipia school fees. Kwa hivyo hii biashara ndio imekusomeza hata wewe? Hii biashara ndio imenisomeza hata mimi. Ndio maana hata imepaki kwa mkono yangu nikienda kuifanya. Kuna mtoto wako anapenda hiyo kazi yako? Kuna mtoto yangu anapenda hii kazi, hata hao wakitoka shule wanapendanga kukaa kwa hii biashara. Kuangalia vile watu wanachonga mbao, wanafurahia. Okay, umesema umefanya around 10 years. Hiyo tukiangalia kwa sababu ni mwaka wa 2025, ni around ulianza biashara mwaka wa 2015. Around hapo. Ni mwaka wa 2015. Alafu umepata faida gani kupitia tangu anza, ama benefit na nini na hii biashara yako? Hii kazi yangu ya mbao nimepata benefit. Najua hii kazi ukifanya ambaye inakupatia kitu na kura, inasomesa watoto yako. Maybe ukitaka kupata kitu unapata. Hata hii biashara imenunulia sana. Umekunulia mashamba? Mahali na chenga, mahali naishi kwa yangu. Ni biashara. Ni biashara tu. Hii biashara ya mbao. Imekununulia kila kitu. Imenunulia kila kitu. Hakuna kazi nyingine. Mimi sijaajiriwa kazi ya serikali. Mimi nimejiajiri kazi yangu. Na hiyo kazi nimejiajiri ndio nafanya nayo kitu. Ungetamani labda kuna mtu labda ako na college ama ako na shule, angekuambia labda wewe uende ufundishe wengine, wewe kama ungekubali uende ufundishe wanafunzi? Hii kazi yangu pia naendelea kufundisha. Usuli na wafundisha na practical. Mimi sijafika mahali pa kusomea. Mtu anakuja hapa, anafuata vile mtu anaendelea kutengeneza, anakikaka, maybe ataendelea kutengeneza na hiyo kitu. For example, sasa niko na wafundi kama tuseme niko na wafundi 5. Kila mtu unajua, kila mtu amesomea kazi yake. Mimi kazi yangu ni kusomea kabati. Kutengeneza fittings mpaka hiyo kabati isha aweke kioo. Hiyo ndio kazi yake. Na mwingine unapata anajua kutengeneza kiti, sofa set. Kwa kumwambia mimi kazi yangu ni sofa set, nikitengeneza frame na kudress. Mwingine pia anakuambia anajua kutengeneza kitanda. Yaani kila mtu kwa workshop anakaa na kazi yake. Kwa hivyo umeachili wale ambao wamemalisha mashule, wamesomea hiyo nini, umewaachili? Mimi nimeachili wale ambao wamemaliza kujifundisha. Mtu amemaliza kujifundisha kitu yake yenye anafanya, hiyo ndio anakuja anafanya na mlipa pesa. Na unajua hii kazi huwezi achili mtu kwa mwezi. Hii ni kazi ambayo unaachili mtu kwa siku. Kwa hivyo hii si ya mwezi, hii mtu akifanya kwa mwezi, utaweza kumlipa pesa yake amefanyia kwa mwezi. Kwa maana hii sofa set mtu ataweza kukuja apige na siku mbili. Na hii sofa set unamlipa 6,000, wengine unawalipa 8,000. Hiyo ametengeneza kwa siku mbili. Siku mbili. Sio, unaona kazi ya ufundi naye kuna faida.
Kwa hivyo iko na pesa. Iko na pesa. Na lazima uweke bidii hapo. Na kila kitu hapo, mafikiria yako ndio utengeneze kitu mzuri. Kwa hivyo inahitaji your concentration. Hii biashara yako wenzako wanakuonanga aje? Kuna watu ambao mnakompete na wao. Hii kazi ya jua kali lazima kuna watu wenye wanakompete na wao. Lazima tukompete na watu. Wanaongea nini kuhusu wewe? Wanaona hii biashara imenichukua mbali. Na wengine wanatamani kuifungua na kuifanya. Utawaambia nini? Hii kazi ambayo ya jua kali pia tunapenda, kuna majirani tunauza pamoja. Yes. Na unajua kuna watu wengine wamesaliwa, akiona umeuza kitu anasikia roho yake mbaya, lakini hii imaanishi kitu. Wewe kazi yako fanya kazi mzuri, kazi safi. Customer ambaye anakuja anachagua ile kitu, anachagua kama anachagua yako. Ni kazi mzuri ambayo italeta customer kwa workshop yako. Yes. Ama kwa biashara yako. Okay. Hiyo sasa challenge iko hapa, kila mtu anajaribu kufanya kazi mzuri. Hiyo ndio inatupatia mlali kila mtu. Jaribu ukifanya kazi ufanye kazi mzuri. Ambayo inapendwa na wateja. Ungependa hii biashara yako miaka around miwili ijayo, ungependa miaka miwili ijayo kwa biashara kuongezea ama kupanua ingine ama kuexpand tu ikue kubwa? Napenda kulingana na wewe. Kulingana na mimi miaka mbili ijayo ama tatu ndakuwa nimeexpand, nimefungua na hata planch ambaye naanza kuchonga mbao. Watu wanafurahia. Unajua hii kazi hata ukiwa kwa kazi yako. Mtu ambaye hata amesomea ualimu, mtu ambaye amesomea kazi nyingine tofauti pia anahitaji kitu ya mbao kwa nyumba yake. Hivyo lazima hii kazi tutaendelea kuifanya tu, itakuwa na market. Kwa hivyo hii ni kazi ambayo itakosa market. Kwa maana kila mtu, kila nyumba inataka ikuwe na furnitures. Kwa hivyo kwa wiki unaweza kupata unauza ama hii haitegemei mzimo fulani, ama kuna wakati unanunua ama kuna wakati customer wananunua ama kuna wakati wengine hawanunui? Unachukua long kununua kama mtu anataka kitu, wewe kama mwenye biashara, watu wananunua ambao wanakuja kununua kiti, kitanda, meza, wanachukua how long? Unajua hii ni town. Vitu kama hizi ndogo ndogo, kitanda, kiti, watu wanasoea, mtu akiama akipewa transfer lazima anunue Sasa unajua kwa mwezi kwa hivyo utakosa kuuza. Ni kwa mwezi, kwa wiki. Sio kwa wiki. Kwa mwezi utakosa kuuza ama kufanya kazi. Ndio sasa upate pesa ya kulipa hata wafanyikazi, ulipe pesa ya kulipa kama ni rent. Hizo tu. Hapa kwa biashara yako umeajiri vijana kama wangapi? Hii kazi yangu ya ufundi ya furnitures. Nimeajiri vijana kama 8. 8. Umewaajiri wanafanya kazi, wanapata kupitia tu wewe. Umecreate employment kwa hao vijana, si hivi? Kupitia hii kazi imeachili hao watu vijana 8 ambayo wamechua kazi. Kuna watu wengine wanajifundisha. Kuna wengine wanakuja kuangalia vile hao wengine wakifanya kazi na hao wanapenda. Kuna vijana wengine wanapenda kuchonga ba. Lakini ambayo wale wanachua kazi vizuri ni 8. Kila mtu anajua kitu yake anafanya. Kama mimi amesoea kabati yake, yeye kazi yake ni kabati. Anakuja kazi yake ni meza. Kazi yake ni kiti. Yeye akikuja kwa workshop anajua kazi yake ya kufanya. Kuna mtu ako na pesa lakini anatamani kufungua biashara kama hii, ungependa kumwambia nini? Hii biashara mimi napenda kama vijana. Napenda kama vijana ambaye wamemaliza shule. Ambaye wanategemea waachiliwe kazi ama wapate kazi ya kufanya. Ukiwa nyumbani, kazi ya mkono imesaidia vijana wengi ambaye wanafanya.
For example, ukipata vijana ambaye wanajifundisha kazi, wanakuja hata wakipika sandpaper, atapewa kitu ya kukula hata lunch. Ukipata vijana wakitembea kwa barabara hakuna kazi ya kufanya, maybe anaongoja kazi ya walimu ama amesomea kitu fulani na hiyo ina take time. Hii ni kazi ambayo ukifanya ya mikono, ukiongojea hiyo kazi yako pia itaendelea kukulisha ama kukuweka busy, upate pesa hata ya kununua simu, hata ya kununua credit. Usiende kuomba mama yako pesa. Ama mwambie mama, leo nipe pesa ya credit, ama papa nipe pesa ya credit. Ukijitolea kufanya kazi, utachukua umesaidia mama yako mzigo, umemwondelea mzigo. Kumwondelea hiyo mzigo, unapata pesa yako, unanunua credit, pesa yako unanunua mapasi, unachilipia rent, unachilipia vitu fulani. Hizo ndio vitu naomba vijana wetu tusoee kufanya, tusoee kukaa idle. Hii kazi ya kuchonga mbao ama kazi ya jua kali ni kazi ambayo imeajiri watu wengi Kenya yetu. Na ambayo imerisha watu ambayo wanaishi vizuri laundi. So wacha tusoee kazi, wacha tupende kazi ya jua kali, tukiongojea kazi ambayo tumesomea. Nimeona wafanyikazi wako sana sana, huyo ningeomba akuje karibu ndio aseme fanye umemsaidia na fanya amepata uzoefu wa kazi na aseme aanze kwa majina yake. Sasa huyu ndio mmoja wao kwa wale ambao wananifanyia kazi. Napenda tu ajitambulishe na yeye, aseme na yeye amefanya mtagani, ama naona hii kazi inamsaidia ama mimi. Ndugu yangu, ungeanza na majina yako, waambie watazamaji. Kwa majina naitwa Oro Peter. Mimi ni mkaaji wa Kisii, Jua Kali. Jua Kali. Yes. Tangu uingie kwa hii biashara ya ndugu yetu, umefaidika nini? Mimi nimesaidika sana. Juu I remember nilimaliza shule, nikajoin hii kazi juu nilikuwa na interest ya kujua. Nilikuwa yani ile unakuwa na feelings ati nijue kitu fulani. Nikamaliza shule hivi nikaingia hii Jua Kali. At least to know what I can do in this life. Juu kila mtu anatafuta pesa, si ndio? Imenisaidia. Imenisaidia vitu mingi. Changamoto gani wewe kama mwenye umeachiliwa hapo unapitia? Sasa changamoto nazo ni mingi kwa biashara, ila tu ni kuwa mvumilivu. Unajua kila kitu lazima uvumilie. Na lazima kuna ugumu itafika kidogo tu, lakini kuvumilia vizuri kila kitu itakuwa vizuri. Kwa umesema kila kitu inahitaji uvumilivu. Kila kitu lazima nayo uvumilie, juu maisha nayo si rahisi kwa sasa hivi unaona. Maisha sio rahisi vile, ni kuvumilia tu ile yenye kidogo unapata. Hiyo ndo utatumia vizuri. At least uone umefanya kitu. Unajua we live in a world where at least do something. Hata ukitoka watu wanakukumbuka kwa ile kitu mzuri ulifanya. Si ndio? That is it. Wewe ni kijana, ungeambia nini vijana wenzako? Vijana wenzangu? Ningewaambia hapa sasa, kama hapa Jua Kali, hii boy Jua Kali stores. We believe, first of all, you believe in yourself. Ukuje ujifunze, vitu ni mingi, kazi ni mingi hapa ya kupaka rangi. Ukiangalia hata ile ichapakwa rangi, vitu ni mingi hapa. Ukuje kabla utoke hapo nje, usumbuane na kina Sanze hapo, mnakimbizana ati umefanya vibaya, mambo mbaya. Village, ukuje hapa tukuambie upake hata rangi, ujifunze vitu hapa kabla ufanye vitu mbaya huko. At least tuinuane kijamii, tuinuane kimfuko, tupeane moyo na maisha itaendelea. Na hapo ndipo tutaenda kumalizia katika kipindi cha ukulima na biashara, soko letu la Daracha Mbili, kaunti ya Kisii. Usikose kusubscribe. Asanteni sana.